Habari yako mwanamichezo popote pale ulipo, hapa ni tupo stesheni jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuzungumza michezo, na wanamichezo wengi wameshajikusanya kwa ajili ya kuzungumzia yale ambayo yanajili katika michezo, hasa yanayohusu ligi yetu ya NBC Premier League. Mimi naitwa Dickson George, lakini nyuma ya kamera yupo Medadi Usmandoro, na mjadala leo huko hapa stesheni. Nini ambacho kimejili? Wekundu wa Msimbazi siku ya jana, barua nayo pia imeachiwa. Sijui nayo tuite barua ya posa, sijui tutaita vipi, lakini ni taarifa kwa umma wakiujuza ulimwengu wa kimichezo kwamba ule mchezo wa dabi wenyewe kwao wanautambua, na isipokuwa hivyo isipokuwa kuna mabadiliko yoyote, basi itakuwa ni mchezo batili, na wao wanautambua mchezo wa namba 184 unachezwa Juni 15 mara baada ya bodi ya ligi kupanga tarehe hiyo. Huu mjadala tutakuwa pamoja na Nasoro, ndio tutaanza naye hapa. Nasoro, habari yako? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu ndugu zetu ambao wanaumwa, kwa sababu sisi hapa tunavyoongea kuna wengine wapo Muhimbili, kuna wengine wapo Temeke. Kwa hiyo nawaombea kwa Mwenyezi Mungu, Mungu awabariki wapate unafuu, tujumuike nao inshallah. Nasoro bwana, umeiona barua ya wekundu wa Msimbazi wenyewe wakiutambua mchezo wa Juni 15, na wanasema kwamba kukiwa kuna mabadiliko yoyote watautambua mchezo huo ni batili. Wa mashabiki wao wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya mchezo huo wa dabi. Lakini kwa Young Africans, nyie huo mchezo mmeshaugomea muda mrefu sana na kusema hatuchezi. Hii inaleta taswira gani mpaka hivi sasa? Bado siku moja tu kuelekea kwenye mchezo wa dabi. Mimi nilivyoiona barua ya Simba sijastuka na sijashangaa. Kwa sababu sijastuka mimi na sijashangaa, kwa sababu mimi najua viongozi wa Simba sigara kali. Huku anawashwa, huku anawashwa. Hii tabia sio ya kwanza leo au lini. Hii washazoea wao. Wanasema hawachezi, alafu baadaye kipango wanacheza. Si ushaelewa? Hata hii unavyowasikia jana wametoa barua. Ila hii kivunjwa kipango utasikia wa kwanza wao kuongea kuchezwa. Viongozi wa Simba huwa siku zote hawanaga msimamo. Si ushaelewa? Kwa hiyo wewe usishangae na barua yao ya jana. Kwani hii dabi iliyovunjika wa kwanza kusema acheze nani? Simba wenyewe. Si Simba. Na walisema hawachezi mpaka aliwazuia kuingia uwanjani ajibishwe. Walivyokuwa wanacheza na wamekubali tarehe 15 wacheze, hao waliwazuia wameajibishwa. Kwa maana yake unapata jibu hawajaonyaje? Hawajaajibishwa. Kwa hiyo viongozi wa Simba sasa sigara kali. Yaani bendera inapopepea na wao wapo huko. Bendera ikirudi huku na wao wapo huko. Kwa hiyo kwanza unafanya kosa la jinai kuwafananisha Yanga na Simba. Usiwafananishe Yanga na Simba. Vitu viwili tofauti kabisa. Yanga tokea miaka hiyo wakikwambia hatuchezi. Tunacheza. Hii haiwezekani. Si ushaelewa? Kwa hiyo usifananishe viongozi wa Simba na Yanga. Nitakugea sababu. Na makolo waliokuepo hapa wapate faida ya uongozi wao. Kwa nini mimi nawaita sigara kali? Mara ya kwanza mimi niliona Simba na Yanga ilikuwa mechi ya Kagame wanakutana. Viongozi wa Simba na Yanga walikaa pamoja. Wakasema hii hela ni ndogo, tugomee mechi. Sawa. Hawa watakuja kuongeza hela. Tusiende sawa. Saa 10 Simba wakapeleka timu. Susha saa 10 Simba wakapeleka timu. Yanga ikaja kufungiwa miaka 3 wakapunguziwa adhabu wakaigwa miaka 2. Lingine si tukajua ile la kwanza tu. Tukaja kuwajua tena malimbukeni Azam Media, Azam TV wanavyoingia mkataba na vilabu vyote. Viongozi wa Simba na Yanga walikutana. Wakaambiana hii hela ndogo tusisaini. Usiku Simba akaenda kusaini. Usiku Simba akaenda kusaini. Umeelewa sio? Hapo ndipo tunakuja kuwaona shida viongozi wa Simba. Hata hili lilotokea dabi kuvunjika, wa kwanza Simba waliandika barua usiku wa manane. Maana usiku wa manane hakuna ofisi yoyote wazi ya shirikisho. Hilo wao waliposti barua kwa hatocheza tena. Tena sio wachezi dabi, hawachezi mechi yoyote. Mpaka aliwazuia ajibishwe. Lakini wakaendelea kucheza na dabi wakaikubali bila kuambiwa chochote kile.
na wala bila kuambiwa dabi nani kakosea. Wao walikubali. Hawa ndio viongozi wa Simba. Viongozi wa Yanga, kiongozi yoyote ukiona wanachama wa Yanga wamemchagua kakaa pale juu, anaelewa watu wa Yanga wanakihitaji nini. Yanga falsafa zao tokea zamani, falsafa ya Yanga Afrika kama jeshi la Marekani. Manake jeshi la Marekani halina rafiki wa kudumu. Ndio falsafa ya Yanga, haina rafiki wa kudumu. Sisi tutakuheshimu, hatukuogopi. Hali falsafa ya Yanga inakuheshimu, haikuogopi. Si ushaelewa mpaka hapo? Yaani inakuheshimu ila haikuogopi. Maana yake kukosa kuogopa, ukizingua tunakuzingua. Si ushaelewa? Na ndio maana umeona Yanga msimamo wao sawa, walivyoweka tuchezi mpaka leo umesikia kuna mtu kabadilika. Kuna mwana Yanga yule kakwambia sisi tunacheza? Hakuna. Huu ndio msimamo wa Yanga Afrika. Na pili, Yanga Afrika msimamo wao wakishasema hata mtoto makamu wao ukimkuta anakugea msimamo huo. Huo ndio msimamo wa Yanga Afrika, ndio kuna tofauti. Ndio hii maana yake nakwambia usiwafananishe Simba na Yanga. Simba ni hawa. Simba ni hawa. Yanga ni Adam. Kwa hiyo huwezi kufananisha Adam na hawa, vitu viwili tofauti. Wanakusikia na Soro. Haya na yaongea. Sio kama mimi naongopa, kama kuna mwana Simba, hata kiongozi wa Simba, haya na yaongea mimi naongopa, hatoke aseme. Mfano mdogo si hapa likuwepo. Hii dabi mpaka leo unaona mpaka bodi ya ligi inasuasua mwenyeji Yanga Afrika. Si ushaelewa? Mwenyeji Yanga Afrika. Alafu Yanga akawakamata kwenye kanuni yao ya 42. Kanuni ibara 42. Yanga ndipo walipowakamata shirikisho. Kanuni ya 42. Sawa, kanuni ya 42. Sawa, kanuni ya shirikisho inazungumza timu mwenyeji ndio atatafuta uwanja. Timu mwenyeji ndio atatafuta kampuni ya kukatisha tiketi. Sasa wewe wanakuambia mechi tarehe 15 timu mwenyeji kachagua uwanja? Bado. Timu mwenyeji kachagua kampuni ya kukatisha tiketi? Haijatoka taarifa yoyote. Kwa hiyo maana tarehe 15 kwa hiyo TFF wanaenda kukanyaga kanuni yao. Na ndio maana unasikia wanaume tunaongea kama kuna mwanaume ndani ya nchi hii akakate pointi 3 zetu. Si ushaelewa? Kama kuna mwanaume ndani ya nchi hii sawa, akakate pointi 15 zetu ambayo sisi tumesafiri, tumetoka tumeenda Tanga, tumetoka tumeenda Tabora, tumeenda Mwanza, tumeenda Kigoma, alafu mtu aje kukata. Kama yupo ndani ya nchi hii atokee. Kwani kanuni zinasema vipi? Kanuni zipo vipi? Hii dabi Yanga amesimama kwenye kanuni. Hii dabi ilivunjwa kwa sababu gani? Kwa sababu dabi imevunjwa bado masaa 3 ya mechi. Si ushaelewa? Dabi imevunjwa bado masaa 3 ya mechi. Mechi inachezwa saa 11. Sawa? Dabi imevunjwa saa 8. Si ushaelewa? Maana bado masaa mangapi? 3. Kanuni ya shirikisho na ya FIFA na ya kafu inazungumza ibara ya 52. Dabi itavunjika kwa mambo 4. Mechi inavunjika, sio dabi tu, mechi itavunjika kwa mambo 4 ndani ya masaa mangapi? 3. La kwanza, mvua imenyesha, mechi haiwezi kuchezwa. La pili, nchi iwe na vita. La tatu, timu moja imepata ajali. La 4, kiongozi wa nchi amefariki. Sasa tuulizane mimi na wewe, hii dabi iliyovunjwa mambo yapo? Hayo mambo hayapo. Hayapo. Kwa hiyo sasa kanuni inakuja ibara ya 12. Mtu aliyosababisha kuvunja dabi pasikuwa na sababu inabidi achukuliwe adhabu. Sawa? Na ndio maana sisi watu wa Yanga Afrika mpaka leo tunawataka TFF atogee jibu. Hii dabi nani mwenye makosa? Sisi tupo tayari, kama akakosea Yanga Afrika adhabu imwadhibu. Kama akakosea Simba adhabu imwadhibu. Kama akakosea bodi ya ligi waondoke. Hakuna cha kusubiri. Yanga kagomea. Bodi ya ligi tarehe 7 wamewaita Yanga na kamati tendaji yote.
Yanga wameenda kuwasikiliza bodi ya ligi kutumia katibu wao. Amezungumza, aliowazuia Simba ni kiongozi wa serikali, alipiga simu mageti yasifunguliwe. Kwa hiyo ukisikiliza speech hii, kwa mtumishi wa serikali kapiga simu kuzuia Simba wasiingie, ndo dabi amevunjika. Kwanza mimi narudi kwenye bodi ya ligi na viongozi wa Yanga hapo na wapongeza kuwaambia live bodi ya ligi nyinyi hamfai. Kwa sababu bodi ya ligi kaacha kufuata kanuni ya mpira na sheria ya mpira, kaenda kumsikiliza mfanyakazi wa serikali ambaye mpira hauruhusu. Susha wa mpira hauruhusu, na ndio maana nikakwambia Yanga ndio vidume wa nchi. Haiogopi kuongea. Pale pale waliwaambia hatutocheza mpaka nyinyi mfanyaje? Mjiuzuru na mwenyekiti sawa washirikishwa aondoke. Ndio kidau. Ndio sisi tutacheza hii mechi. Sawa? Na baada ya kutoka hapo Yanga wakaja kukumbusha mpaka leo CRDB, sawa? Tuna mwaka wa 3 hatujalipwa. Tunaomba na hela yetu ilipwe, bila hivyo finali ya CRDB hatuchezi. Nikashangaa TFF vichwa vibovu. Usiogope kuweka hii. Nenda kaweke. Nashangaa TFF vichwa vibovu. Wameenda kumjibu Alikamwe alivyoongea na media. Wameshindwa kujibu barua sio wa Yanga mpaka leo. Sababu Alikamwe kaongea na media. Mtendaji wa Yanga kapeleka barua. Kwa hiyo unaendaje kujibu kwenye media, unaacha kujibu barua ya mtendaji? Barua ya mtendaji inazungumza kama nyinyi mmetukata sisi hela yetu, tunaomba mpige hesabu wa serikali. Hawepo, TRA hawepo, TAKUKURU hawepo, sisi Yanga tuwepo, sawa? Na nyinyi muwepo. Tuangalie hapa hela yetu, hela mlotukata sisi hela gani? Nasikitika ndani ya uongozi wa shirikisho hayupo mtu muandika barua aliyosoma au mwenye uweledi. Kwenye barua ya shirikisho imeandikwa hela alizokatwa Yanga na Soa akiwemo. Sawa? Soa wa Singida Black Stars. Ndio hela alokatwa Yanga. Kasomeni barua yao. Tatizo wa Tanzania wengine wanakurupuka kuongea hivi vitu hawavisome, kavisome. Soa yupo. Tuulizane mimi na wewe. Soa kasajiliwa na nani? Singida Black Stars. Unaenda kwa atakataje hela Yanga? Uone hapa kuna shida ndani ya shirikisho. Mimi nikajua viongozi wa Yanga, ngoja niwasikilize vizuri. Jana nimeenda kupata vizuri kabisa. Nikajua viongozi wangu hapo makini na nitawapigania mpaka mimi nakufa. Na msikiliza msemaji wa JKT. Anazungumza wao hawajapata hela yao ya championship mpaka leo. Kama ulimsikiliza jana msemaji wa JKT, hawajapata hela yao ya championship mpaka leo. Sasa tuulizane JKT imepanda lini? Muda sana. Mpaka leo muda gani? Kwa hiyo manake viongozi wa Yanga wameenda kubutua kombolela, kuwaokoa watu. Kuna watu walikuwa pembeni huko wanadai, wanashindwa kuongea, wanaogopa kufungiwa. Viongozi wa Yanga wamesema kama kufungiwa, tufungiwe. Lakini hii sasa hivi mpaka iwepo. Haya wanayodai makubaliano. Hakuna makubaliano. Kwanza nikusimulie kanuni yao. Hela ya ubingwa haikati deni. Hiyo akaangalia kanuni yao. Yanga wanafuata kanuni yao. Hela ya ubingwa haikati deni. Alafu pili, sisi watu wa Yanga tunataka hawa mpige hesabu wa serikali na TRA, kwa sababu wewe umewakata hela Yanga, tugee vati ya kukata. Kwa sababu hela si unatoa kwenye akaunti ya Yanga mpaka ndio unakata. Si lazima TRA hapa usike. Sawa? Na serikali ipate hela. Kwa hiyo maana umeikata Yanga, mbona vati hakuna? Kwa hiyo umekataje? Ndio shida ya uongozi wa Yanga ulipo. Hii wa Tanzania waelewe sehemu ilipo uongozi wa Yanga. Tatizo watu wengi hawajajua kama viongozi wa Yanga wana elimu. Hii ni elimu inaongea. Natokea Yanga walivyoongea hivi wanawataka watu tufanye hesabu. Wewe umesikia shirikisho wametoka wameongea neno lolote? Kwa sababu sisi tunataka mpige hesabu wa serikali, tunataka TRA, tunataka TAKUKURU, sawa, tunataka hao na sisi. Mbona hawajibu ili watu wakae wa Tanzania wapate kuelewa? Kama sisi tumepeleka barua ya harusi, sawa, watoke waje. Mimi namwambia Karia, ile sinema aliyosema sisi tutacheza ndio hii.
Zile sinema zetu ndo hizi, si tunacheza. Alikuwa anaisikia Yanga haijui. Sasa ndio atajua. Labda nikwambie brother, hii dunia kila nchi kuna klabu kubwa. Hizo klabu za kuziheshimu. Ukizungumza Misri utawataja National Al Ahly. Ukiwazungumza South Africa lazima utawataja Mamelodi Sundowns. Ukienda Uingereza utawataja Liverpool. Ukienda Hispania utawataja Real Madrid. Ukienda Ujerumani lazima utawataja Bayern Munich. Labda nikugee mfano mdogo. Huu mdogo tunakugea. Chama cha soka cha Misri kilitangaza kimewakata National Al Ahly pointi 3 wamewapa Zamalek. Wamerudisha hajarudisha? Kwa nini wamerudisha? Sasa wewe tulia hapa uone kweli Yanga anakatwa au hakatwi. Ndio utajua Yanga mkubwa ndani ya nchi au sio mkubwa. Nasoro wanasema kwamba mjui hata bingwa anapata kiasi gani baada ya ushindi wa kombe la CRDB Bank Federation. Mnaingia kwenye mashindano ambayo mjui mnashindania nini? Hilo zuri kuliongelea na zuri umenikumbusha. Kuna mengi hapa ndani ya CRDB TFF wanapiga. Mwaka wa Azam anachukua mashindano haya. Sawa, yanaitwa Azam Cup, Federation Cup. Bingwa alikuwa milioni 50. Sawa, bingwa alikuwa milioni 50. Alipoingia CRDB hapa ndio umefanyika ujanja. Watu wanacheza, watu hawajui. Kwenye barua ya CRDB nenda kaisome. Kuna hela ya mchezaji bora. Mimi nikuulize, CRDB tokea walipoingia mashindano kuna mchezaji bora kapewa? Kama yupo wa Tanzania basi wapo. Hatokeze mtu kama kuna mchezaji bora CRDB kapewa hela. Lakini kwenye barua CRDB nenda katizame, yupo mchezaji bora. Kwa hiyo maana yake hii hela zinapigwa. Watu tayari washastuka. Hili usalama wao. Tena tunaomba TAKUKURU waende pale. Kuna madudu mengi sana. Hata Malinzi alipopigiwa hesabu akakutana kuna shida. Kwa hiyo na huyu aende kupigiwa hesabu. Watu wakakague. Kuna madudu mengi sana ndani ya shirikisho. Labda nikwambie Mr. Blaza. Haya Yanga wameyaongea machache. Yapo mengi madudu. Na nahisi kila atavotibua Yanga watazidi kufutua. Kila yupo kiongozi wa Yanga kaenda kukopa kwa JSM mpaka leo kiongozi wa shirikisho kakopa kwa JSM mpaka leo hajalipa. Nani huyo Nasoro? Nakwambia akifika hatua nitamtaja. Haiwezekani kiongozi wa shirikisho anaenda kukopa kwa tajiri wa timu. Udhaifu. Susha na hii dabi sisi tunajua kwa watu walienda kufanya vikao Dubai. Ila watu wapewe ubingwa kijanja janja. Na ndio maana sisi tumestuka bingwa atapatikana halali kabisa. Bingwa aliovuja jasho na damu ndo ataenda kuchukua kombe. Hakuna mtu kwenda kupewa mezani. Shukrani Nasoro. Asante.